Leo tunasimama kwa fahari na shukrani kuu. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika imehitimisha mwezi mmoja tangu ilipoanza kupeperusha matangazo kupitia YouTube na Facebook pamoja na majukwaa ya X na TikTok. Safari hii fupi lakini yenye mafanikio makubwa imekuwa ushahidi wa nguvu ya umoja, upendo wa lugha ya Kiswahili na kiu ya Waafrika kusimulia hadithi zao kwa sauti moja. Tunawashukuru wasikilizaji, watazamaji na wafuasi wetu wote kwa uaminifu, ushirikiano na maoni yenu yenye kujenga. Nyinyi ndio mnaifanya Sauti ya Afrika iwe hai, iwe chombo cha maarifa, burudani na uhamasishaji. Kadri tunavyozidi kusonga mbele, tumejizatiti kuboresha maudhui yetu, kukuza vipindi vinavyogusa maisha yenu na kuendeleza dhamira yetu ya kuipa Afrika jukwaa la kujieleza kwa fahari. Asanteni sana kwa kuwa sehemu ya familia hii changa. Mwezi mmoja ni mwanzo tu. Safari ya Sauti ya Afrika bado inaendelea na sauti zenu ndizo dira yetu. Endelea kufuatilia matangazo yetu kupitia majukwaa yetu YouTube, Facebook, X na TikTok. Tafuta tu Idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Asante sana. Ujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu msikilizaji, tuandamani. Hebu nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Hii leo tunaangalia mchakato wa kuundwa kwa serikali mpya Tanzania. Vile tutakuwa viwanjani kufahamu matukio ya wikendi. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Binti wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma amekanusha mashtaka ya ugaidi dhidi yake alipofika mbele ya mahakama mjini Durban. Duduzile Zuma Sambula ameshtakiwa kwa matamshi aliyoweka kwenye mtandao miaka 4 iliyopita wakati wa maandamano yaliyozuka Afrika Kusini baada ya rais Zuma kukamatwa. Maandamano ya kupinga kukamatwa kwa Zuma alizuka katika miji kadhaa nchini na kushuhudia uharibifu mkubwa wa mali. Aidha, watu 300 walipoteza maisha. Bi Zuma Sambula miaka 43 ameshtakiwa kwa kuchochea ghasia na anakabiliwa na makosa kupanga njama za vurugu na kuvuruga amani pamoja na ugaidi. Jacob Zuma alikamatwa na maafisa wa polisi na kupelekwa korokoroni alipopuuza agizo la mahakama kufika mbele yake kwa tuhuma za ufisadi. Binti amesema mashtaka dhidi yake ni jaribio la kumhujumu babake kisiasa baada ya kuunda chama kipya cha Mkomoto Wesizwe. Chama hicho kimekuwa mkosoaji mkubwa wa chama tawala cha ANC. Muungano wa Afrika umeomba jamii ya kimataifa uingilie kati na kusaidia hali mbaya ya usalama nchini Mali. Hii inafuatia makundi ya kijihadi kuendelea kuzuia usambazaji wa huduma muhimu na bidhaa pamoja na kuwateka nyara raia wa kigeni. Wapiganaji wa kundi la Al-Qaeda wamezuia kabisa bidhaa kutoka nje na kuingia Mali, ikiwemo mafuta. Hali ya sasa imesababisha shule na shughuli nyingi kusimama. Kuna hofu huenda kundi hilo likatoa mali na kutekeleza sera na sheria zake. Marekani, Faransa, Uingereza na Italia zimeomba raia wake walioko Mali waondoke mara moja. Mwenyekiti wa AU Mahmoud Yusuf amesema hali mbaya ya usalama nchini Mali imesababisha tatizo kubwa la kibinadamu. Raia wengi wa kigeni wameachiwa huru baada ya mataifa yao kulipa kikombozi. Huku haya kiarifiwa, mwanadada mmoja maarufu katika mtandao wa TikTok huko Mali ameuawa na wapiganaji wa Al-Qaeda. Mwanadada huyo amekuwa akiweka ujumbe mtandaoni akiunga mkono juhudi za jeshi la Mali katika kuyakabili makundi ya kigaidi. Mariam Sisa wa miaka 20 alikuwa na wafuasi zaidi ya 100,000 kwenye TikTok na alikuwa mkazi wa eneo la Timbuktu.
Mauaji yake yamekemewa kote nchini Mali. Taifa hilo la Afrika ya Magharibi limekuwa likikabiliana na wapiganaji wa Al-Qaeda tangu mwaka 2012. Kundi la wapiganaji lilimfumania Sisi akiwa sokoni ambapo alikuwa kinasa kanda zake kwenye TikTok. Alipelekwa mbele ya umati mkubwa katika mji wa Tonka na kupigwa risasi hadharani. Kiongozi wa upinzani nchini Tunisia, Rachid Ghannouchi wa miaka 84, ameanza kususia chakula wakati akiwa kizuizini. Ameungana na wanasiasa wengine wawili wa upinzani ambao wamesusia chakula kwa tuhuma kwamba kifungo dhidi yao ni shinikizo za kisiasa. Wanasiasa wengi wa upinzani Tunisia wamewekwa korokoroni kwa kumkosoa rais wa sasa Kais Saied. Ghannouchi ni kiongozi wa chama kikuu cha kisiasa Tunisia cha Ennahda na amekuwa mkosoaji mkubwa wa rais Saied. Alikamatwa mwaka 2023 na kuhukumiwa miaka 37 kwa tuhuma za kuhatarisha usalama wa nchi. Wengine waliohukumiwa kifungo cha miaka mingi jela ni pamoja na Ben Barek na Bwana Chebi ambao wamewekwa jela kwa miaka 66. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake haitashiriki mkutano wa mataifa yenye uchumi mkubwa duniani G20 unaofanyika baadaye mwezi huu Afrika Kusini. Trump amesema maafisa wa Marekani wamesusia kikao hicho kwa kile amesema ni dhulma dhidi ya raia wa kizungu. Wizara ya mambo ya nje ya Afrika Kusini imekanusha kauli ya Trump kwamba raia wa kizungu wanalengwa na kubaguliwa na kusema Waafrika weusi ndio wanaolengwa sana na wakulima wa kizungu. Awali makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance alipangiwa kuwakilisha Marekani katika mkutano wa G20 lakini safari yake ikafutwa. Trump amelalamikia sera mpya umiliki wa ardhi ya Afrika Kusini na kusema inalenga kuwabagua wazungu. Mwezi jana kiongozi huyo wa Marekani alisema sera mpya wakimbizi itawaridhia raia wa kizungu pekee kutoka Afrika Kusini. Bila shaka shukran sana Angela Ngendo, na moja kwa moja tunaingia nchini Tanzania ambapo bunge la taifa limeapishwa na macho yote yanaelekezwa kwa uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan wakati akitangaza baraza la mawaziri. Haya yanajiri wakati makamu wa rais Emmanuel Nchimbi ameomba taifa kuweka nafasi ya maridhiano. Tanzania imeshuhudia msukosuko wa kisiasa kufuatia maandamano kupinga uchaguzi. Viongozi wa upinzani na mamia ya raia wamekamatwa kwa makosa ya uhaini na kuchochea ghasia. Hali ya wasiwasi imeendelea na uchumi wa nchi umeathirika kutokana na uharibifu wa mali na biashara na maisha kutorejea kawaida. Nimezungumza na mwenzangu Veronica Natalis kuhusu hali nchini Tanzania. Asante. Kinachoendelea nchini Tanzania ni kwamba maisha yanaendelea kawaida kama ilivyokuwa zamani. Tofauti tu ni kwamba kuna wanajeshi ambao wako katika maeneo mbalimbali ya makazi ya watu, kwenye biashara, kwenye maduka na maeneo ya usafiri. Na sasa hivi kuna kwa mfano kama watu wanasafiri kwa magari binafsi ama kwa magari ya usafiri wa umma, kuna ukaguzi wa wanajeshi. Mimi nilikuwa nasafiri kutoka Arusha kwenda mkoa mwingine, tumesimamishwa na wanajeshi barabarani, wanaingia kwenye basi ambayo tulikuwa tumepanda, wanauliza vitambulisho. Wanauliza kitambulisho, kama unacho kitambulisho cha taifa cha kupigia kura ama passport ya kusafiria ama leseni ya udereva, wanataka kuthibitisha kwamba wote waliopo ni wa Tanzania, ama kama sio wa Tanzania basi ni raia ambao wapo Tanzania kwa kibali maalum. Mwanajeshi aliyeingia kwenye basi alituambia kwamba samahani kama tunawasumbua, lakini tunawatafuta raia ambao sio wa Tanzania. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi sikuwahi kukishuhudia katika hii nchi ya Tanzania, labda tu kama niko katika eneo la kuvuka mpaka kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Lakini sasa hivi ukaguzi uko ndani ya nchi na ni muda wote, sio maeneo maalum ya kukagua. Hicho labda ndio naona mimi kwamba ni kitu tofauti. Lakini kingine ni kwamba ulinzi pia uko katika kila maeneo kwa sasa. Wanajeshi wapo katika kila maeneo, kwenye makazi ya watu, kwenye maeneo ya biashara na maeneo mengine. Lakini maisha mengine yanaendelea. Kingine tu ni kwamba kwenye matukio kama sherehe ambayo ilikuwa inafanyika mida ya usiku sana, watu wenyewe wanachukua tahadhari binafsi. Labda kama sherehe ilikuwa inatakiwa iishe saa 8 ama saa 10, kwa hiyo unakuta wanaiwaisha kuanza ili iishe mapema pale kwa ajili ya kuangalia usalama wao. Hicho ndicho ambacho mimi ninakiona. Je, serikali imetoa kauli yoyote au tamko lolote rasmi kuhusu hizi kamata na pengine hali ya usalama? Serikali haijatoa tamko lolote kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, ukamatwaji wa raia
wafuasi wa chama cha upinzani Tanzania Chadema. Sijasikia kama serikali inatoa taarifa yoyote, zaidi tu ni kwamba ni kutoa yale matamko ya kuwatafuta watu ambao wanaorodhesha na wanawaita kwamba wanachochea vurugu, na wengi, tuseme wote waliokamatwa wanashtakiwa kwa makosa ya aidha kupanga njama za uhaini ama kufanya uhaini Tanzania. Hayo ndo mashtaka ambao wanapewa. La, kwa kweli sasa hivi wanakamatwa sana. Yaani watu wanakamatwa sana sasa hivi. Lakini taarifa kutoka serikalini kwamba labda kuzungumzia hilo ambalo linaendelea la kamata sijaiona. Zaidi ya kumsikia makamu wa rais huyu mpya Emmanuel Nchimbi akizungumza katika kikao cha SADC akisema kwamba Tanzania kupitia Rais Samia wana mpango wa kufanya maridhiano. Sasa sijajua wanafanya maridhiano na vyama vya upinzani, wanafanya maridhiano na wananchi, au mpango huo utatekelezwa vipi ndio sijajua. Hiyo ndio kauli pekee kutoka serikalini ambayo mimi nimeisikia kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hapa nchini Tanzania. Mashirika ya kutetea haki za binadamu na vyombo vya habari yanasemaje kuhusu hali hii? Je, kuna hatua zozote za kisheria au za kidiplomasia zinazochukuliwa kufuatilia hali ya uhuru wa kujieleza? Kwa kweli kwa vyombo vya habari vya Tanzania hapana, havizungumzi kuhusiana na kinachoendelea, zaidi tu ya kutoa taarifa ambayo inatolewa na jeshi la polisi. Labda kama jeshi la polisi likitoa taarifa kwamba tunawatafuta watu fulani, majina yao, hiyo ndio taarifa itatangazwa kwamba jeshi la polisi limewataka watu fulani wakajisalimishe katika mikono ya sheria kwa sababu wanatafutwa. Lakini watetezi wa haki za binadamu wameendelea kutoa maoni yao kupitia majukwaa ya mitandao ya kijamii. Hakuna chombo cha habari Tanzania kitarusha maoni ya mtu ambaye anazungumza kuhusiana na kinachoendelea kwamba labda watu wanakamatwa sana, labda watu wanafanya hivi. Hapana. Lakini ninaona watetezi wengi wa haki za binadamu, mashirika kiraia yanatoa maoni yao kupitia mitandao ya kijamii. Pengine Veronica, unaweza kutueleza, kumekuwa na taarifa kuwa mtandao wa interneti japo umerejea bado hauna nguvu, na pia kwamba simu za watu binafsi zinadukuliwa. Hali ikoje? Mtandao wa internet kwa kweli umerejea Tanzania, lakini hauna nguvu ile ambayo inaweza kumsaidia mtu kufanya kazi zake kama ilivyokuwa zamani. Kwa mfano, mimi ni mwandishi wa habari wa kujitegemea, ninategemea mtandao ambao una nguvu sana kwa ajili ya kufanya kazi zangu, lakini unasumbua. Wakati mwingine hauwezi hata kupandisha kitu fulani, labda ukakituma kwa email, kwa barua pepe. Hauwezi ukaweka kitu fulani labda kwenye WhatsApp. Inakuwa inaleta shida bado. Kwa hiyo hii inakuwa na athari kwa watu wengi sana, kwa sababu kama tunavyojua sasa hivi katika zama hizi za sayansi na teknolojia, uchumi wa dunia kwa nchi zote kwa 95% unaitwa ni uchumi wa kidijitali. Kwa mtandao unapokuwa hauna nguvu kama tunavyoshuhudia kwa sasa nchini Tanzania, kazi nyingi sana zinaathirika. Uchumi wa watu unaporomoka kwa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo watu wengi wanapata shida ambao wanategemea mtandao wa internet ambao ni wengi kwa idadi. Na la mwisho pengine Veronica, unaweza kutuambia kwa upande wa bunge, mchakato wa kuapisha wabunge na kuchagua spika umefikia wapi kwa sasa? Na je, kuna taarifa kuhusu baraza jipya la mawaziri pamoja na uteuzi wa waziri mkuu? Mchakato wa kumtafuta spika wa bunge, naibu spika wa bunge, waziri mkuu pamoja na baraza la mawaziri kwa sasa unaendelea katika bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huko mjini Dodoma. Na kwa sasa kuna spika mteule tayari. Kati ya waliokuwa wanagombea ni mbunge anaitwa Musa Zungu ambaye ni mbunge mteule wa Ilala, Dar es Salaam, na huyu ndo amepigiwa kura nyingi kuzidi wale ambao walikuwa wanagombea nao nafasi ya uspika. Mwanzoni tulisikia aliyekuwa spika wa bunge hilo Tulia Ackson alikuwa miongoni mwa watu ambao wanagombea, lakini siku mbili baadaye akatangaza kujiondoa katika hiyo nafasi. Kwanza alijitangaza kwamba atagombea nafasi, lakini baada ya siku kama 2 hivi akawa ametoa tena taarifa kwamba amejiondoa katika mchakato wa kugombea hiyo nafasi, na kuacha maswali mengi sana kwa Watanzania na wafuatiliaji wa masuala ya siasa Afrika na dunia kwa ujumla kwamba nini kimetokea. Kwa sababu angekuwa hana nia kugombea asingetangaza mwanzoni, lakini kutangaza anagombea na baadaye kujiondoa kuna leta maswali mengi ambayo hayana majibu. Lakini sasa aliyepigwa kura nyingi sasa ni Musa Zungu ambaye nadhani ndio ataapishwa kuwa mbunge. Lakini mchakato pamoja na majukumu mengine ya bunge hili la 13 ni kumpata pia naibu spika, ni kuidhinisha uteuzi wa waziri mkuu, na vile vile bunge hili la 13 pia litakuwa na jukumu la kuweza kuwatambua mawaziri, sasa baraza la mawaziri. Kwa hiyo ndani ya juma hili ambalo limeanza leo Jumatatu, tunatarajia kwamba yote haya
yatakuwa yamekamilika katika kikao hicho cha 13 cha Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bila shaka huyo amekuwa ni Veronica Natalis akiwa Arusha nchini Tanzania, akitupatia taswira ya jinsi hali ilivyo nchini humo baada ya uchaguzi mkuu ambao umepita mwezi Oktoba. Tukisonga mbele ni kwamba Muungano wa Afrika hivi karibuni umejipata katika njia panda baada ya kukosolewa kwa kimya chake kufuatia matukio mbalimbali, hususan taifa la Tanzania. Nchi hiyo imekumbwa na msukosuko wa kisiasa ambao umeshuhudia maandamano ya upinzani wakishinikiza mageuzi. Maelfu ya watu wameripotiwa kuuawa au kupotea. Mamia ya wengine wako gerezani kwa mashtaka ya uhaini. Yote yakifanyika mbele ya kimya cha Muungano wa Afrika ulioanzishwa kutetea umoja na uhuru wa Afrika. Aidha, AU imesalia kimya huku mauaji ya halaiki yakiripotiwa mji wa El Fasher, ambapo pia mamilioni ya raia wa Sudan wameachwa bila makao kufuatia vita vya miaka miwili. Henry Indindi ni mhadhiri na mchambuzi wa masuala ya uongozi na alitupia jicho mchango wa AU katika kukabili changamoto za Afrika. Hebu tusikilize. Ndugu, kwanza ni shukuru idhaa ya Sauti ya Afrika kwa kazi nzuri mnayofanya kutetea Afrika na kuwasilisha masuala ya Afrika kwa uangavu, kwa uimara na kwa njia ya pekee ambayo inadhihirisha ukomavu si wa wanahabari tu, lakini kwamba sasa inawezekana kuitoa sauti ya Muafrika kuzungumza mambo ya Afrika kwa maslahi ya Afrika. Hongereni kwa hilo na tunawatakia kila laheri katika utendakazi wenu na ufanisi wa shirika hili. Nikija kwenye uchaguzi wa Tanzania, ikiwa uchaguzi wenyewe ni wa huru na haki, hatupaswi kuwapoteza raia wetu wa adhama kwa mambo kama hayo. Kwa hivyo ni taarifa ambayo kwangu kidogo inanipa majonzi, inanipa masikitiko, na miongoni mwa mambo ambayo baadhi ya mambo ambayo yalifanyika hayakufurahisha, hasa kwa jinsi tunavyodhibiti sauti za watu kujitolea kuzungumza kuhusu kero zao na kupendekeza mambo yanayostahili kufanyika kwa maendeleo yao. Kauli ya Umoja wa Afrika kuhusu matokeo ya uchaguzi na uchaguzi wenyewe ulivyoendeshwa, kwamba uchaguzi haukuwa wa huru na haki, hilo ni jambo la kusikitisha, hasa kwa viongozi, kwamba wewe unaingia uongozini, unashika hatamu za uongozi na unaanzia kwenye kutoaminika. Ikiwa hukuaminika katika kutafuta uongozi wenyewe, wananchi watakuamini vipi katika kuuendesha uongozi huo? Waangalizi wa kutoka katika Umoja wa Afrika wamesema kwamba baadhi ya vituo vya kupigiwa kura vilikuwa na matokeo ya urais tu pekee bila viongozi wengine. Hapakuwa na diwani, hapakuwa na mbunge. Vingine vikapatikana na masanduku ya kupiga kura ambayo tayari yalikuwa shajazwa kura. Vingine vikawa na vizuizi vya kila mara kuwazuia hata waangalizi kuangalia hesabu ya kura na shughuli nyingine zinazoendelea. Kwingine sasa ikaja ni hii picha ya kuazimia wananchi internet au mtandao wasidhihirisha kero zao. Nafikiri mambo kama haya yanadhihirisha kutoaminika kwa yale yaliyotendwa na haja ya kuwepo kwa tofauti katika utendakazi wa mifumo yetu, asasi zetu na vyombo vyetu tulivyonavyo katika bara hili. Nafikiri hayo ni ya kimsingi sana. Na swali ninalojiuliza ambalo sasa ni nyeti na zito. Sasa ikiwa Umoja wa Afrika ushatangaza kwamba matokeo ya uchaguzi na uchaguzi wenyewe haukuwa uhuru na haki, kiongozi aliyepatikana kutokana na uchaguzi huu ambao haukuwa uhuru na haki ni kiongozi ambaye tumweke katika ngazi gani? Je, huo Umoja wa Afrika utamchukulia kama kiongozi wa aina gani? Anastahili kukaa kwenye meza ya Umoja wa Afrika ama kutawekwa vikwazo vingine vya kumzuia kiongozi kama huyo kutoshirikiana au kutoshiriki katika shughuli mbalimbali ambazo Umoja wa Afrika unazitekeleza? Ikiwa ni umbwa wa kujaribu kung'ata tu lakini bila meno, hilo pia tutalitilia walakini kuhusu mustakabali wa umoja huo na hata haja ya kufanya uangalizi wenyewe, hasa ikiwa hawawezi kuchukua hatua yoyote kumuondoa kiongozi ambaye hakustahili kuingia katika cheo fulani au wadhifa fulani, au kumwekea vikwazo asishiriki katika baadhi ya shughuli zinazoendelea katika Umoja wa Afrika. Mwisho wa yote ni kwamba tuitakie Afrika utulivu na usalama, na tujiombee mifumo yetu ya usalama, vyombo vya dola, mifumo ya utawala. Tutende haki. Ukiepuka haki, bila shaka kutakuwa na vurugu. Wakati mwingine kusikiza kero za mwananchi na kusikia sauti ambazo zinazungumza kuhusu uwepo wa mabadiliko kabla ya kuingia kwenye michakato kama hii ya uchaguzi ni jambo la kimsingi la kusikiliza kabla ya kufanya hatua na kuchukua hatua nyingine. Kwa mfano,
inasikitisha kwa kweli, na nimesoma haya kwa masikitiko makubwa, kwamba katiba haiwaruhusu watu kwenda mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi nchini Tanzania. Itakuwaje kwenye taifa ambalo tunasema ni taifa la kidemokrasia na taifa ambalo linatumia uongozi wa kisheria? Mtakuwaje na sheria za aina hiyo? Bila shaka huyo amekuwa ni Henry Indindi, mchambuzi wa masuala ya uongozi. Mpenzi msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Jina langu mimi ni Anne Ngugi, na leo tunaangalia mchakato wa kuundwa kwa serikali mpya nchini Tanzania, na vile vile tutakuwa viwanjani kufahamu matukio ya wikendi. Usiende mbali. Na bila shaka naona wengi mnaendelea kujiunga nasi kwa idhaa hii yetu ambayo sasa hivi imehitimiza mwezi mmoja tangu ilipozinduliwa, na tunaendelea barabara kabisa kuendelea kukushukuru wewe msikilizaji kwa kutusukuma na kutupiga jeki kuhakikisha kwamba matangazo yetu yanakuwa hewani kupitia mitandao. Na bila shaka ni raha yetu kama wanahabari kutoka nchi mbalimbali za Afrika kuhakikisha kwamba sisi ni macho yako, masikio yako, na vile vile tunatoa fursa kubwa sana kutoa uchambuzi wa kina kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yanafanyika ndani ya nchi za Afrika. Leo tunaungana na Profesa Herman Manyora, mchambuzi wa masuala ya kisiasa za kikanda nchini Kenya, ili kutupa mwanga juu ya hali hii, uwezekano wa athari za kidiplomasia na changamoto zinazoweza kuibuka kwa wanahabari, wanaharakati wa kisiasa pamoja pia na raia wa kawaida. Umekuwa ukifuatilia hali halisi ya Bob Njagi na Nicholas Oyoo ambao ni Wakenya waliokamatwa Uganda na kisha kuachiliwa. Je, wazungumziaje hali hii, hasa baada ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kunukuliwa akisema kuwa hatokubali vurugu kutoka yeyote au vurugu zinazochochewa kisiasa na watu wa nje? Hii inaonyesha kwamba wananchi wa jumuiya, mwananchi wa Kenya anajihisi kama mwananchi wa Uganda. Hivi basi mwananchi wa Kenya akiwa ni mzalendo, akiona Waganda wanateseka, ikiwa kuna mchango wote anaweza kutoa, ndiposa utaona Wakenya, hata mawakili kina Martha Karua, wanajitolea na kwenda kuwasaidia Waganda na Watanzania. Manake kwamba sisi ni wana jumuiya ya Afrika Mashariki, kwamba sisi ni mandugu, na kwamba mipaka hii iliwekwa na wakoloni inadhihirika wazi. Na katika karne hii ya 21 kinachotokea Kenya kinawahusu watu wa Uganda. Na Waganda pia wanaiga, wakiona wanajenzi hapa, wanaiga wanajenzi wa Kenya, na ndiposa unaona kwamba maandamano ambayo hayangekuwa Uganda sasa yanakuwa Uganda. Na kumsihi Rais Museveni ni kwamba asiwe na kiburi cha kuringa na kusema kwamba yeye anaweza kumkamata Mkenya wakati wowote na kumwachilia wakati anataka. Vile vile upande mwingine, juzi tu Rais Samia amesema baadhi ya washiriki wa maandamano walitoka nchi jirani licha ya kuwa hakugusia ni nchi zipi. Tunafahamu Wakenya kadhaa walikamatwa na kutolewa kwa nguvu nchini humo. Ila sasa rais alikuwa anamaanisha kuwa Wakenya wanasaidia Tanzania kuandamana, au ni vipi mambo haya ya ndani, unasemaje? Mkenya kuweko Tanzania ni sawia na Mtanzania kuweko Kenya. Anafaa akiwa Mtanzania Kenya anajisikia yuko nyumbani kwao, sio mgeni. Kwa hivyo rais wa Tanzania na viongozi wa Tanzania kuwaita ndugu zao watu wa nje, hilo halifai. Maana sisi ni wandugu, sisi ni wanajumuiya. Na pili, kujaribu kuzuia upinzani, kujaribu kuzuia sauti za watu, kujaribu kuwafinya watu, hususan wakiwa ni wageni, hiyo sio demokrasia kamwe. Shukran sana. Huyo amekuwa ni Profesa Herman Manyora, mchambuzi wa siasa za kikanda. Jumuiya ya Afrika Mashariki hivi karibuni imepata mwanachama mpya,
ni taifa la Somalia, ambalo limejiunga na eneo hili ili kuboresha utangamano na ushirikiano na majirani. Waasisi wa jumuiya hii akiwemo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere walinuia kuleta umoja baina ya nchi jirani na kushirikisha kutatua changamoto za mataifa hayo yaliyokuwa machanga baada ya kujinyakulia uhuru. Lakini ndoto hii imeonekana kuzikwa katika kaburi la sahau, huku majirani na mataifa ya wanajumuiya yakijipata katika malumbano na taharuki za kila mara. Jumuiya inaleta tija katika kutatua changamoto za Afrika Mashariki, au ni shirika la viongozi wanaoshindana wenyewe kwa wenyewe? Ndilo swali ambapo tunauliza, na hebu sasa tupate tathmini hiyo ambayo inaletwa kwako na Silvanus Karemera kwenye tahariri. Jumuiya ya Afrika Mashariki inazidi kudhihirisha kuwa ni mwili usio na roho, haina mwelekeo, haina msimamo wala haina sauti ya pamoja. Baada ya kuwa chombo kimoja cha kuunganisha kanda hii, imegeuka kuwa uwanja migongano ya maslahi, kutoaminiana na mashindano ya ubabe wa kisiasa na kiuchumi. Tazama hali ilivyo sasa. Tanzania inashindana na Kenya katika kila hatua ya kibiashara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda na mizozo isiyoisha. Uganda ina mvutano wa Sudani Kusini, na Burundi nayo imejipata katikati ya sintofahamu za kidiplomasia, huku mipaka yake na Rwanda ikiendelea kufungwa. Badala ya kuwa familia moja yenye dira moja, kila nchi inavuta upande wake kama ngamia anayebeba mzigo, huku miguu yake minne ikielekea pande tofauti, au mithili ya kila mwamba ngoma anayevutia upande wake. Cha kushangaza zaidi ni kuwa Secretariat ya Jumuiya ya Afrika Mashariki imenyamaza kimya kuhusu uchaguzi wa Tanzania uliokuwa na mizengwe. Jumuiya ambayo ingeonyesha uthubutu wa kusimamia misingi ya haki na utawala bora imezama katika ukimya wa aibu. Ni kana kwamba viongozi wake wanaogopa kusema, kwa sababu wote wapo katika mashimo yale yale ya upungufu wa demokrasia. Ukimya huu unazidi kuua imani ya wananchi kwa taasisi hii ambayo iliahidi kuwa ya sauti moja na maendeleo ya kweli. Tanzania ambayo ingeweza kuwa mfano wa uthabiti na urari wa kikanda, sasa imegeuka kuwa mjumbe mwenye miguu miwili, mmoja katika Jumuiya ya Kiuchumi ya Kusini mwa Afrika SADC na mwingine katika Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Inacheza siasa za pande mbili ikijaribu kunufaika popote inapoweza. Lakini hali hii inaharibu umoja wa kanda. Unachoweza kusema ni kuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki ipo hatarini kupasuka msamba, kwa sababu hakuna maono ya pamoja wala uongozi thabiti unaweza kusema huku ndiko tunakwenda. Nchi wanachama zinapaswa kukumbuka sababu kuu za kuanzishwa kwa jumuiya hii, ambazo ni pamoja na kuimarisha biashara ya ndani ya Afrika Mashariki, kukuza ushirikiano wa kijamii na kutengeneza nguvu moja ya kisiasa duniani. Lakini leo badala ya kujenga madaraja, tunajenga kuta. Badala ya kuunganisha watu, tunawagawa kwa mipaka mipya ya ubinafsi na mashindano ya kifedha. Kama Jumuiya ya Afrika Mashariki haitashika breki, kujitathmini upya na kurejea kwenye maadili ya uadilifu, mshikamano na utawala bora, basi ni swala la muda tu kabla ya kuta zetu za kindugu ziporomoke. Jumuiya ya Afrika Mashariki itasalia jina tu kwenye karatasi, huku wananchi wa kanda hiyo wakizidi kubeba mzigo wa migongano ya viongozi waliopoteza dira. Afrika Mashariki inahitaji uongozi, si urafiki wa maneno. Inahitaji mwelekeo, si mikutano ya kupigia picha. Leo Afrika Mashariki ni chombo kinachoelea bila nahodha, kikiwa kimepoteza dira yake awali, na kama kitapata mwelekeo upya, basi historia itahukumu kuwa ndoto nzuri iliyogeuka jinamizi la kisiasa. Moja kwa moja sasa namkaribisha mwenzangu Ramadhan Kibuga kutupeleka viwanjani. Kwako Ramadhan, hali ni ipi viwanjani? Shukran An. Tuanze na ligi kuu ya soka nchini Burundi. Klabu ya Aigle Noir kutoka eneo la Makamba kusini mwa Burundi wameendelea kuongoza ligi hii. Mwishoni mwa juma wapiganaji hao wa Kusini Fighters wameitandika Ngozi City nyumbani kwao kaskazini mwa Burundi kwa mabao 2-0 na kujumuisha alama 25 baada ya wiki 11 za ligi. Na tukisalia katika ukanda huu, ligi kuu ya Kenya iliendelea mwishoni mwa juma na kushuhudia mchezo kabambe kati ya Gor Mahia na Polisi ambao ni bingwa mtetezi. Na tuende barani Ulaya, tuanze na ligi kuu ya soka England. Pepe Guardiola, meneja wa Man City, amesherekea vizuri mechi yake 1000 akisimama kama kocha baada ya Manchester City kuitandika vibaya Liverpool na kuanza kuisukuma kwa karibu timu ya Arsenal. Washika mtutu hao wa London wamekwamishwa na Sunderland baada ya kufululiza matokeo mazuri. Kwa mengi zaidi nampisha hapa Ken Wandera kutoka pale England kutupasha zaidi.
Kadri wiki ya mwisho kabla ya mapumziko ya kimataifa ya mwaka 2025 ilivyokaribia, wachezaji wa Arsenal hatimaye walikumbusha ladha chungu ya kuruhusu bao na kutoka uwanjani bila ushindi, huku Manchester City wakitumia fursa hiyo kwa ustadi wa kifalme kujiimarisha katika mbio za taji. Rekodi ya klabu ya Arsenal ya kutofungwa au kipenda clean sheet 8 mfululizo ilivunjika katika mtanange wa kusisimua dhidi ya Sunderland, wanaoendelea kuandika hadithi ya ajabu katika kurejea kwao ligi kuu. Baada ya Ballard kuwapa wenyeji bao la mapema, Bukayo Saka na Leandro Trossard walionekana kuwapa the Gunners ushindi muhimu, lakini Brian Brobby akaivunja mioyo yao kwa bao la dakika za majeruhi lililoleta sare ya mabao 2-2. Bao la dakika za mwisho lilivunja mioyo ya mashabiki wa Arsenal, ukasikia mitaa ya London kaskazini kimya kama maktaba. Kwa sasa Sunderland wamefunga mabao 5 baada ya dakika 90 msimu huu, zaidi ya timu nyingine yoyote kwenye ligi kuu ya Uingereza. Siku moja baadaye, Pep Guardiola aliadhimisha mechi 1000 katika taaluma yake ya ukocha kwa zawadi murua, ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya mabingwa watetezi Liverpool. Bao la kipindi cha kwanza kutoka kwa Erling Haaland baada ya kukosa penalti na Nico Gonzalez, pamoja na mchoro wa soka kutoka kwa Jeremy Doku aliyepiga bao maridadi kutoka yadi 20 zilihakikisha Man City wanakaribia kileleni wakiwa point 4 tu nyuma ya Arsenal. Kwa upande wa Liverpool hali si shwari, wamepoteza mechi 5 kati ya 11, rekodi mbaya zaidi kwa mabingwa watetezi tangu Chelsea msimu wa 2015-16. Kikosi cha Arne Slot sasa kimeporomoka hadi nafasi ya 8 nyuma ya Manchester United. Chelsea walipanda hadi nafasi ya 3 kwenye jedwali baada ya kuichapa Wolves kwa urahisi kwa mabao ya Malo Gusto, Joao Pedro na Pedro Neto, ushindi ulioacha Wolves ambao hawana kocha wakizidi kuumia mwishoni mwa jedwali. Aston Villa waliwafurusha Bournemouth kwa kipigo kizito, huku Manchester United wakilazimika sare ya mabao 2-2 na Tottenham Hotspur katika mechi ya roho na mapigo ya mwisho. Spurs walidhani wameshinda baada ya mabao ya Matheus Tel na Richarlison, lakini Matheus de Ligt akaweka kichwa safi, bao tamu dakika ya 96, akiunganisha bao la mapema la Brian Mbeumo kuhakikisha pointi zinagawanywa. Na kwa Manchester United, kama wasemavyo mashabiki, mechi haijaisha hadi filimbi ya mwisho ipulizwe. Newcastle United wanaendelea kuteseka wakiwa ugenini, sasa wakiwa na mechi 9 bila ushindi nje nyumbani tangu Aprili. Walitangulia kupitia Harvey Barnes, lakini Brentford waliutawala kipindi cha pili na kupata mabao 3 yaliyohitimisha ndoto za Eddie Howe. Kwa upande mwingine, Tim Dyke alifanikiwa kupata ushindi wake wa kwanza akiwa kocha wa Nottingham Forest baada ya vijana wake kupindua matokeo na kuishinda Leeds United mabao 3-1. Lucas Mecha aliwapa Leeds bao la mapema, lakini Ibrahim Sangare, Morgan Gibbs-White na penalty ya Elliot Anderson walihakikishia Forest ushindi uliovunja ukame wa mechi 9 bila ushindi. Leeds United sasa wanakabiliwa na ratiba ya moto baada ya mapumziko ya kimataifa, mechi mfululizo dhidi ya Aston Villa, Manchester City, Chelsea na Liverpool. Moto wa ligi kuu haujapoa, na baada ya wiki hii ya ajabu, mapambano ya taji yanaonekana kuwa moto zaidi kuliko hapo awali. Na twende sasa barani Ulaya. Ligi kuu za soka zilipamba moto mwishoni mwa juma. Bayern Munich kwa mara ya kwanza imedondosha alama 2 katika ligi kuu msimu huu, huku Real Madrid wakikabwa kwa na timu ndogo ya Rayo Vallecano. Kwa taarifa kamili anakuja mwenzangu Angela Ngendo na namba 6 yake mgongoni akidunda viwanjani. Tuanze na La Liga, ligi kuu ya soka Hispania. Real Madrid wameshindwa kufanya vizuri na kulazimisha sare ya tasa na klabu Rayo Vallecano katika viunga vya mji wa Madrid. Ni mara ya 4 ama miaka 4 mfululizo Real Madrid wameshindwa kuifunga Vallecano katika uwanja wake, na ni mechi ya pili mfululizo Madrid wanashindwa kupachika bao hata moja. Sasa Real Madrid, vinara wa ligi na alama 31, baada ya kuachia alama hizo 2, wanatoa fursa kwa watani wao Barcelona kusogelea kwa karibu zaidi kwenye msimamo wa ligi, ukiwa na tofauti ya alama 3 pekee. Barcelona nao wameitandika klabu ya Celta Vigo kwa mabao 4-2, huku mshambuliaji wake machachari Roberto Lewandowski akipachika mabao 3 pekee yake, ikiwa ni hat-trick ya 31 kwa mshambuliaji huyo kutoka Poland. Na katika ligi ya Italia maarufu kama Serie A, Inter Milan wameingia kileleni mwa ligi na alama 24 baada ya kuichapa Lazio kwa mabao 2-0. Hata hivyo, kwenye uongozi Inter Milan wako sambamba na alama pamoja na AS Roma iliyoizaba Udinese kwa mabao 2-0.
Napoli, mabingwa tetezi, wameteremka hadi nafasi ya 4 na alama 22 baada ya kulimwa na Bologna kwa mabao 2 bila majibu. Kwingineko kwenye Bundesliga, kwa mara ya kwanza vinara wa tishio la ligi Bayern Munich wamedondosha alama 2 baada ya kulazimishwa kwenda sare na mabao 2 na Union Berlin. Na mwishowe katika ligi ya Ufaransa, mabingwa tetezi wa Ulaya na Ufaransa, Paris Saint-Germain, licha ya kuorodhesha majeruhi wengi, hata hivyo wameshinda Lyon kwa mabao 3-2 na kuchukua usukani wa ligi hiyo kwa alama 27. Na kwingineko, Lando Norris, dereva Mwingereza, ameshinda mbio za jana za magari kwenye shindano la dunia la magari ya langalanga Formula 1 zilizofanyika mjini Sao Paulo nchini Brazil. Norris na timu yake ya McLaren amepiga hatua kubwa katika msimu huu, akimwacha nyota wa Red Bull Max Verstappen aliyemaliza duru hiyo kwenye nafasi ya 3 nyuma Andrea Kimi wa Mercedes aliyetinga nafasi ya 2. Baada ya ushindi huo katika Grand Prix hiyo ya mjini Sao Paulo, Norris anajiongezea sasa alama 25 kibindoni. Na hiyo ndiyo michezo kwa sasa. Kwako tena Ann. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya ya leo, jina langu ni Anna Ngugi na kutakia usiku mwema, nikukumbusha kwamba endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii katika idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti yako ya Mwafrika.